Okay, ni wakati mwingine na muda sahihi kabisa wa sisi wana Darajani review ya michezo dhidi ya Everton 3-0, lakini issue kubwa ni kuleta review ya mechi 4 mfululizo. Tukuombe radhi kwa yule ambaye alipata usumbufu kidogo kwa kutufuatilia kupitia channel zetu ikiwepo YouTube, lakini hakupata kutupata kwenye hiyo michezo ambayo Chelsea tumecheza, kutoka mchezo wa kwanza wa PSG kule ugenini, lakini kumepitia michezo kadhaa hapa katikati na hatukuweza kuwa pamoja kutokana na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wetu. Tuombe radhi kwa hilo, lakini ni wakati ambao tumeweza kurejea, na nafikiri sasa tunaenda na mwendo wa 5G kama ambavyo wenzangu wanaweza kuwa wanasema. Tunaweza anza moja kwa moja kupitia fuata lakini pamoja na Hafiz Mnacho ambao kwa pamoja watakuwa wanatuletea uchambuzi yakinifu wa mechi hizi ambazo tumeziona, lakini kikubwa zaidi tutakuwa nazungumzia mwenendo kwa ujumla, nini ambacho kimetufanya michezo hii tuweze kupoteza na tushindwe kupata matokeo mazuri kwenye michezo hii. Kupitia Darajani 1905 YouTube, kupitia Darajani 1900 Instagram pamoja na Facebook. Endelea kutufollow na kutufuatilia. Amani Mustafa, Simon Barnabas, Darajani 1905, lakini Himidiwe Kabuje, Himidinho, wote tuko hapo kuweza kujuza mengi zaidi. Nianze na Simon Barnabas. Hebu tuanze kwenye hili. Unafikiri sehemu gani ambayo Chelsea tunafeli au tumefeli kwenye michezo hii ambayo imepita, kutokea mchezo wa PSG mpaka huu mchezo wa Everton ambao tumecheza siku jana au masaa machache yaliyopita na tukaweza kupoteza kwa mabao 3-0? Nini tatizo la Chelsea kwa msimu huu au kwa michezo hii ya karibuni? Tatizo kwenye kufeli kwa timu sasa kwenye namna uchezaji na kufungwa magoli yale yale. Tatizo tunaweza kuanza kwa benchi la ufundi, sababu kiangalia tulipokuwa tuko chini ya Maresca na tulipo sasa hivi ni vitu kama tumerudi nyuma sana. Hapa ni kwamba benchi la ufundi linashindwa kujua timu yake ina udhaifu gani na ina strength gani na approach vipi mechi. Ukiangalia namna alivyokuwa yaani namna anapo approach mechi zake kwa kutaka kupress mpinzani kuanzia juu. Ukiangalia juu uko na nani? Uko na Joao Pedro, uko na Palma, uko na Enzo Fernandez ambao kimsingi sio pressers wazuri sana ambao wanaweza kuletea matunda ya kupress. Lakini pia the way anavyotaka kucheza kwa transition bado tuko nyuma sana. Tukiangalia goli ambalo tunafungwa ni yale goli, yani timu kisha pata tu juu kidogo, mpira ukipigwa tu nyuma kidogo ya ukuta, watu wanakimbia wanaweka kambani. Angalia goli ambalo tulifunga dhidi ya Newcastle, mpira ambao uliweka tu nyuma kidogo ya beki, watu wako nyuma, tukafungwa. Goli hilo tulifungwa tena jana, goli la kwanza la Everton la vile. Kwa nahisi ni namna kwa approach game bado mwalimu bado yuko mbali sana kwenye kwa approach game zake. Ndio changamoto kubwa ambayo inatufanya mpaka tumefungwa mpaka hapo hivi. Lakini kikubwa zaidi na ngata ile fighting spirit pia haipo. Nahisi kama mwalimu amepoteza kabisa chumba cha kubadilishia nguo. Kwa sababu ukiangalia wachezaji namna wanavyo respond hata game kisha wanavyo respond kwake, hata yeye anaenda wajani kuwapokea, unaona kabisa kwamba hawako sio kitu kimoja. Interview za Enzo mwenyewe, yani mwalimu yupo ambaye anakufundisha hapo, bado anaenda kumwangalia mwalimu anayepita kwamba aliathiri kisaikolojia. Ni ujumbe tosha kabisa kwamba moja kwa moja yani timu haipo kwenye mstari mmoja. Kwa hiyo tunapoteza kwenye vitu vingi sana, kupoteza game. Sijui kama ni performance ambayo mwalimu amewafundisha ama ni wachezaji tu wameamua basi tucheze hivi kumfundisha mwalimu, kwa sababu labda mmoja nyingine hawamuelewi au bado hajawawini kisaikolojia kichwani kwamba bana mimi 1 2 3.
nahisi kuna kitu kwa nani kiko nyuma ya nani ambacho kikubwa sana. Sababu kaangalia game kama Everton jana, wale viungo sio kutushika vile kwamba tunashindwa kufanya chochote kitu. Tuna quality nzuri, lakini jana ukiangalia wale watu wakimbii, angalia goli, nahisi goli la pili Enzo na Garnacho yule walipoteza mpira. Kutrack back wenyewe wakawa wanamwangalia tu Disigana anakimbia wenyewe, wapo tu wanamwangalia tu. Akaweka mpira Beto akafunga. Nahisi pia hata Sanchez mwenyewe ile siji kumdrop kumweka Jorgensen, baadaye tena kuanza kumrudisha kibinadamu tu kwa goalkeeper namba moja, mtu anakuona kwamba tena ufai tena na mweka mwingine, baadaye tena kurudisha. Kama hajaongea naye vizuri kumweka saikolojia, lazima pia atakuwa ameathirika tu kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kiufupi yani tumeparaganyika, hatujui. Ndio maana mwalimu mwenyewe jana akasema kwamba hizo international break zimekuja kwenye wakati sahihi. Kiasi kwamba ingekuwa game back to back ingeendelea kuwa wote zaidi. Inawezekana hii tukipumzika hapa tajua atafanya nini, kama ataongea nao, kama na labda ataongea na uongozi kujua 1 2 3 kupata majibu sahihi, na hizo zitamsaidia sana. Lakini kiujumla timu haina spirit, approach ya mwalimu kwenye game pia tuioni. Nikana timu haina spirit, lakini mwalimu angekuwa ana approach game vizuri tungekuwa tunaona. Tunajua kabisa kwamba sisi backline yetu ni mbovu. Namna kwa approach game yenyewe, kwa mfano game ambao watu wanafunga kama mfano PSG labda, namna kwa approach wale ni unakaa nyuma kidogo, ukipata mpira unaondoka kwa speed. Kama game ya kwanza ile tufungwa 5 ngapi, ile game ile baada ya kuona kwamba tunapishana sana tunafungana, sisi ilibidi tu calm down, tukae nyuma tunasubiri PSG wakinani wakija, tukipora mpira sisi tunaondoka. Ikilo Tamarugusa alikiongelea, kama unaona mchezaji anaweza katoka nyuma, anaweza katoka akaongea kupiga, yani ile sio kuongea tu, ile kama alikuwa anapinga tactics za mwalimu ambazo aliingia nazo kwenye ile game. Sababu mchezaji kama unaongea vile tactics kwamba ilibidi tukae nyuma, ndio maana hata mwalimu wako ameshindwa kuona kile kitu. Ama wewe ujienda kumwambia kile kitu wakati mechi inaendelea, kama ujienda kumwambia au unaenda kumwambia mwalimu hajasikiliza mpaka unakuja kuongea huku masuala ya tactic namna mlipo fail, na maana bado unajumbe moja kwa moja kwamba mwalimu kwenye tactic alifeli, inawezekana atoshi au kuna namna nyingine. Kwa yani kifupi kwamba mimi naona kabisa kuna mpasuko mkubwa kati ya benchi la ufundi na wachezaji. Inawezekana hata na uongozi juu, kama alivyosema Enzo kwamba kuna mambo ambayo wanafanya hawayaelewi kama wachezaji. Kuna mpasuko ndio maana inapelekea hii performance. Yani huwezi kuwa mtu ambao nje kidogo ulikuwa title contender afu baadaye sasa hivi tena una struggle unapoteza game 4 straight. Na kuna namna ya kupoteza, hiyo namna ya kupoteza. Kwa Enzo Maresca alikuwa kupoteza game, inawezekana mmeshika game kwa wakati fulani, mnaenda mnashambulia kwa bahati mbaya labda mpira umenyang'anywa mkapigwa counter moja ikazalisha goli afu imekomea hapo. Kitu kingine, timu imekuwa ngumu kufunga magoli. Kitu ambacho kwa Maresca ilikuwa ni guarantee, yani utatufunga lakini utatufunga kwa margin ya ngapi. Sasa kwa timu ambazo zinafunguka hizi, kwa mfano jana Everton hawajapaki basi kabisa, pale it deserve kupata goli hata moja. Ukiondoa hata zile save hatari ambazo alifanya Pickford, lakini goli ilitengeneza nafasi nyingi zaidi na kupata goli pale. Lakini timu ulikuwa hata fighting spirit yake ilikuwa ndogo sana. Kwa hiyo tunafunga kwa sababu nyingi sana. Ni kushukuru sana Bwana Barnabas Simon, na kwako Amani Mustafa. Kwenye hizi mechi 4 za mwisho, na tukiweka hata hiyo ya 5 ambayo tulishinda game ya FA, unafikiri kitu gani ambacho kimebadilika kutokea kwenye ile Chelsea ambayo tulikuwa natamani iweze kuwa title contender au kuwepo moja kwa moja, tunaamini kwamba inakuwepo top 4, mpaka sasa tuna struggle kupata matokeo, sio UEFA sio ligi.
Kipi ambacho umekiona kwenye hizi mechi 4 za mwisho ambazo tumepoteza? Kwanza kabisa kwenye mechi 4 zilizopita naweza nikasema kwanza mwalimu yuko very static. Ni mwalimu ambaye habadiliki na huwa sielewi kwenye notebook huwa anakuwa anaandika nini, kwa sababu kile anachokirudia kwenye mechi inayofuatia ni kile kile alichotoka kukipoteza kwenye mechi ya nyuma. Tukiangalia kuanzia kwenye mechi ya Wrexham, mechi ilikuwa imetupalia, na hii ni kwa namna ambavyo amekuwa akiseti timu yake namna tucheze. Aliintroduce mfumo wa kucheza na namba 6 wawili ambao kiuhalisia kwenye mechi zile za mwanzoni alivyokuja, kutokana na ile morali ya timu aliyoikuta nayo ilikuwa haijashuka sana, nadhani baada ya kufukuzwa Enzo Maresca iliweza kumsaidia akaweza kushinda. Kwenye mechi ya Wrexham nakumbuka tulicheza na back 3 ambapo alikuwa anamtumia Yorel Hato, Achempo kama wingbacks, na alikuwa anamtumia Alejandro Garnacho, Pedro Neto pamoja na Liam Delap mbele. Na kiuhalisia ukiangalia tulikuwa tuna wingers wawili, kwa maana ya runners wawili ambao walikuwa na uwezo ku stretch uwanja ili kuweza kusaidia timu kufungua timu ya Wrexham na pengine kupata matokeo kupitia wachezaji wengine, and of course matokeo yalipatikana. Lakini kwenye mechi kuanzia ya PSG ambayo mpaka hivi sasa tumecheza ya Everton, tumecheza mechi 4 mfululizo, nadhani kwa namna anavyoiseti timu yake ni vile vile ambavyo kuanzia mechi ya kwanza hiyo mpaka ya 4 sioni mabadiliko yoyote anayoyafanya. Ukiangalia kwenye mechi ya PSG ya kwanza aliingia na namba 6 wawili kwa maana ya Moi na Reece James, na hii kwa namna fulani imekuwa na advantage kwenye kwetu namna ya kujilinda, lakini kwenye upande wa kushambulia kumekuwa kuna tatizo. Kwanza kabisa kumekuwa kuna idadi ya wachezaji wachache sana kwenye boksi la timu pinzani, kwa sababu tulikuwa tunategemea Enzo Fernandez, Cole Palmer pamoja na Pedro Neto, huku Malo Gusto overlap kwenda kuongeza mashambulizi. Lakini kwa timu kama PSG tulivyocheza nayo siku hiyo, hao wachezaji walivyokuwa wakisogea juu kwa maana ya Malo Gusto au Marco Correa, inakuwa very open kwa timu kama PSG, wachezaji wenye runners wazuri ambao walituweza kututeketeza. Ukiangalia kulikuwa kuna Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Kavicha Kvaratskhelia pamoja na Desire Due, walikuwa wana attack sana spaces ambazo tunaziacha, na hii ndio effect kubwa ambayo inakuwepo hapa kutumia hawa namba 6 wawili, kwa sababu kuna nafasi kubwa sana between hichi kiungo chetu na mwisho wa siku tunapoteza. Ukiangalia goli la Ousmane Dembele ambalo lilikuwa limefungwa siku ile halitofautiana na goli ambalo lilifungwa na Anthony Gordon kwenye mechi ya Newcastle. Beki zetu zinashindwa kukava yale maeneo haraka tunafanywa transition, lakini pia pale ambapo tunapokonya timu mpira kwenye timu kutoka kwa timu pinzani, timu inakuwa haina ile quick counter attack ama kushambulia kwa speed kutokana na magepe yaliyoacha, na inalazimisha kuanza setup kuanzia nyuma. Lakini wakati huo setup inapoanza kuanzia nyuma, tuna beki ambazo zinafanya makosa mengi sana. Ukiangalia sio tu beki, kuanzia goalkeeper. Ukiangalia kwenye mechi ya PSG, Philippe Jorgensen alipiga pasi kama 4-5 hivi ambazo zote zilikuwa mbovu na moja ikaruhusu goli. Lakini ukiangalia Wesley Fofana amekuwa shaki sana, mpaka pressiwe mguuni ndo atake kutoa pasi, na hii inaleta tatizo kwenye timu ambayo ina press kwa kiwango cha juu, na tumeweza kupoteza kwa namna hii kwa hizi game, nadhani kwa namna inayofanana. Lakini ukiangalia kwenye mechi ya PSG kwenye mechi ya pili ni vile vile makosa yale mabeki wanaowekwa, kocha anavyoiset timu yake. Kwenye mechi kama PSG hatuwezi kutegemea mchezaji kama Mamadou Sarr kwenye pressure kama ile kuweza kutumika, lakini pia hichi kitendo cha yeye kuiua winga moja imekuwa inaleta changamoto kubwa sana kwa namna Cole Palmer, Enzo Fernandez na Pedro Neto wanaweza cooperate kwenye ile front line, na kwa namna fulani inatuletea ugumu sana kwenye namna ya kushambulia. Ukiangalia namna ambavyo tuna set timu tukiwa tuko kwenye tunatumia wingers wote wawili kwa maana ya either Pedro Neto na Alejandro Garnacho ama Estevo, ni tofauti kabisa na pale ambapo tunacheza na namba 10 wawili, na hichi kitu amekuwa akikurudia mara kwa mara na hakina impact yoyote. Lakini nadhani pia factors zingine ni kusema kwamba morali ya wachezaji imeshuka sana kutokana na kile ambacho kinaendelea sasa hivi kwenye timu, kwa sababu haionekani direction ya timu inaelekea wapi. Na ukiangalia vizuri
kwa wachezaji pia hata wanavyoongea kama alivyosema Simon Barnabas, wachezaji wenyewe hawaelewi timu inasetiwa vipi, na kuondoka kwa Enzo Maresca ni kama umewaffect kwa kiasi kikubwa, kwa sababu walikuwa wanaona identity ya timu inavyotakiwa icheze, wanatakiwa approach vipi game, hata kama wakipoteza basi unaona kabisa yes kweli. Ukiangalia kocha Liam Rosena ni kama huu mfupa ni mgumu sana kwake kuweza kutafuna, na unaweza ukaona kwenye game zote kubwa ambazo amecheza kuanzia game za Arsenal zote, you don't see the clear identity ya yeye anataka kufanya nini hasa. Hauoni kitu gani ambacho amekiinduced. Ni miezi mitatu sasa unaenda wa 4 na hatuoni ni nini zaidi anataka kuki-improve, na ndio maana hata wachezaji wamekuwa wakielezea hizi tactical play kwamba kuna namna walitakiwa wa manage kwa namna gani game ili wasiweze kuruhusu magoli mengi ama kuweza kushinda mechi, lakini inashindikana. Na hii inakuonyesha wazi kabisa kwamba sio aina ya kocha ambao alifaa awepo pale, lakini ukiangalia namna mabosi wanavyoiendesha hii timu, nadhani hii ndio inazidi kuwachanganya zaidi wachezaji. Kwanza kabisa ni wachezaji wadogo, lakini pia wanakutana na pressure kubwa kucheza kwenye klabu kama Chelsea, lakini wanakutana na matokeo kama haya, kwa hiyo morali inakuwa chini, hata ile spirit ya kupambana. Ukiangalia kwenye mechi ya jana dhidi ya Everton, huwezi kuona ni kitu gani ambacho kilikuwa kinajaribu kufanyika. Basi nyingi sana kiungo cha Everton imeweza kuwini kiungo chetu. Ukiangalia James Garner, Idrissa Gueye, Kenan Juzbarho walikuwa wana mechi nzuri sana. Iliman Ndiaye na Dwight McNeil walikuwa wanaweza cooperate vizuri sana kwenye wing, na hakuna namna ambayo unaweza ukasema kwamba walipaki basi ndio maana tulishindwa kufunga au kuna nafasi zilitengenezeka. Kiwalisia ilikuwa hakuna effectiveness kwenye timu yetu kwa ujumla, kuanzia front line mpaka nyuma, lakini makosa ya huku nyuma ni yale kumekuwa kuna tactical switch nyingi sana, wachezaji wamekuwa kibadilishana mara nyingi sana. Hauwezi kukuta mechi 2-3 mfululizo backline imecheza ile. Kwa hiyo hii inatuletea pia matatizo sana kwa namna ya wachezaji kuelewana, lakini kiwango kwa ujumla kutokana na hizi mbinu zote kimeweza kushuka kwa wachezaji almost wote. Robert Sanchez kwenye mzunguko wa kwanza alikuwa na clean sheet 9, while Raya alikuwa na clean sheet 10 kama sikosei, lakini mpaka hivi sasa Robert Sanchez ana clean sheet 9 na tunaelekea mwishoni mwa msimu. Unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo mabadiliko haya ya kocha katikati ya msimu, lakini namna anavyoiset timu yake imekuwa uelewi nini anakitafuta, na mwisho wa siku timu inazidi kupoteza against any opponent ambaye anakutana naye. Mechi ya Newcastle, mechi ya PSG ya kwanza ilikuwa sio ya kupoteza, lakini namna mwalimu anavyo approach game, namna anavyoiona game sielewi kiuhalisia ni kipi ambacho anakuwa anatamani kukifanya. Kwa hiyo naona kama kuna mpasuko ambao mabosi wanaamini katika kocha, wakati huo kocha yeye mwenyewe aelewe anachokifanya, na wakati huo wachezaji hawaelewi kocha anawapa maelekezo gani, lakini pia namna gani bodi wanaweza kuimanage timu. Kwa hiyo naweza kusema si factor pia ndani ya uwanja peke yake, lakini mpaka nje ya uwanja ndio inapelekea hivi vitu vyote kuweza kutokea hivi sasa, na mwisho wa siku tunazidi kupoteza. Baada ya hii break inayokuepo hapa ya hizi mechi mbili, kuna mechi tena dhidi ya Manchester City lakini pia Manchester United, na kwa morali iliyopo hapa sioni kama hizo mechi tunaweza tukashinda kwa urahisi ama hata kupata suluhu, kwa sababu tunaenda kukutana na opponent ambao wako kwenye kipindi Manchester City anawania ubingwa, anakimbizana na Arsenal, lakini Manchester United anakimbiza nafasi ya kumaliza top 4. Kwa hiyo sielewi na sidhani kama tutakuwa na kipindi kizuri hasa kwenye kipindi cha kuendelea kutafuta nafasi. Kwa hiyo kwa analyze kwa ujumla, hayo ndio yote mimi ambayo naweza nikasema nimeyaona kwa hichi kipindi. Morali iko chini sana, hakuna maelewano kati ya kocha na wachezaji, lakini pia hakuna maelewano ya juu dhidi ya wachezaji. Kwa hiyo tuanze kuendelea kuangalia nini kinaweza kutokea. Hafizi Mnacho, wewe kwa upande wako unaona kitu gani ambacho mwalimu amefeli kwenye michezo hii mingapi, 5 4 ya mwisho? Alafu pia utuambie unaona kuna mwanga mbele na tunaweza tukajikuta labda kuna chochote ambacho tunaambulia. Tuko kombe la FA sasa hivi ndio tumebakia peke yake, unaona tunaweza angalau tukaambulia hata FA? Kwa unachokiona kwa mwalimu kwa kipindi hiki, nini ambacho tumefeli na wapi ambapo tunatakiwa tubadilishe? Kwanza kabisa nafikiri nianze kuangazia ni kipi ambacho mwalimu anakwama ama kipi ambacho anaweza
kuwa anatukwamisha kuanzia ndani ya kiwanja, kwa sababu pale ndo ambapo watu wengi huwa tunaona na tunaona ni namna gani ambavyo anaiset team, kama ambavyo wenzangu amesema hapo Aman Mustafa juu ya namna gani ambavyo mwalimu Liam Lozenia amegoma kabisa kutoka kwenye ule muundo wake ambao amekuwa anautumia kwa michezo mingi. Kwa hiyo nafikiri ukiangalia timu kuanzia kwenye phase zote tatu, kwa maana ya eneo la build up, nazungumzia eneo la backline, ukiangalia eneo la katikati kwa maana ya progression area, pamoja na eneo la juu ambalo ni finishing area ama final third tunazungumzia hapo. Kwa hiyo kwenye maeneo haya matatu ndo maeneo ambayo mtu yoyote anaweza kuitazama timu, yani hata uwe shabiki vipi, lazima huenda utakuwa unatazama haya maeneo bila hata kujijua unatazama kwa namna gani, kwa sababu leo ndo maana unaweza ukasema shabiki anaweza akasimama akasema bana, kwa mfano goli la jana Fofana angesimama sehemu fulani au angekaa vipi, ama Lavia alizembea mpira ukapigwa pale, kwa sababu tayari ni maeneo ambayo mtu hawe na uelewa wa kufanya analysis ama asiwe na uelewa, lazima atakuwa anazingatia maeneo haya, kwa sababu ndio football ilivyo kwenye maeneo haya matatu. Kwa hiyo mimi nikianza na eneo la kwanza la build up, nafikiri mabeki kuna namna fulani wamekuwa wanasinzia, na sijui ni namna ambavyo mwalimu atakuwa anaiset timu yake ama vipi, kwa sababu nikiangalia kwenye phase zote tatu, kipindi ambacho mwalimu Liam Lozenia alikuwa amefika kwenye mechi 10 za mwanzo, alionekana kuwa na matokeo mazuri sana kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vilionekana. Kwanza kabisa nafikiri aliweza kuleta, kuna kitu wanakiita close proximity, yani mistari yote mitatu na distance baina ya mchezaji na mchezaji ilikuwa ndogo sana. Nafikiri reference nzuri ni mchezo dhidi ya Napoli. Makosa yalikuwa mengi, tuliruhusu bao 2 siku zile, lakini tulifanikiwa kushinda. Kwa nini? Nafikiri ni kwa sababu ya namna ambavyo timu ilikuwa imesetiwa. Unaona wachezaji wanakaa karibu, kuna namna fulani unampini mpinzani kama kamduara fulani. Nafikiri kwa siku zile ilikuwa vyepesi kuyapata matokeo kutokana na hiki kitu. Kwa hiyo sijui kimekwenda wapi, kwa sababu ukiangalia mchezo dhidi ya PSG, michezo yote miwili nafikiri tumekosa tumekuwa na structure ambayo haina discipline, yani unakuwa na muundo wa uzuiaji ambao hauna nidhamu, na moja ya nidhamu za kiulinzi nafikiri ndo tunarudi hapa kwenye swala la close proximity, yani tuwe karibu, tupunguze distance, na nafikiri hiki ndo kitu kikubwa zaidi. Hafiz Mnacho ambaye umetueleza mambo mengi ambayo yamejili kwenye timu yetu kwa michezo kadhaa iliyopita, na ukumbuke tu kwamba hii ni roundup ya michezo angalau 4 ya mwisho, kwa sababu haukupata nafasi ya kutusikia kutokana na sababu mbalimbali ambazo zilikuwa nje ya uwezo wetu. Nirudi kwako bwana Simon, unafikiri kwa unachoendelea kukiona kwenye timu yetu kwa sasa hivi, kuna dalili za kumaliza top 4 kwenye EPL na kurudi msimu ujao kwenye UEFA Champions League? Na kuna taarifa ambayo nimeiona, nafikiri inaweza kawa rasmi kidogo, japo bado haijawa rasmi kwa sababu ilihitaji mmoja tu kati ya Liverpool au timu zingine ziweze kuvuka kwenda hatua ya inayofuatia, alafu tujikute tunapeleka timu 5 kutoka pale EPL. Nafikiri iko rasmi, utanijaribu kuniweka sawa kama ni kweli timu 5 zinazoenda UEFA au timu 4 zinazoenda UEFA, unatuona sisi tukiwemo humo? Yani kwa kizungumza kwa quality ya Chelsea na kwa quality ya kikosi tulicho nacho, tuna deserve kuwepo, lakini kwa form ambayo tuko nayo kwa sasa na the way tunavyo approach game, sasa tukawepo, lakini itakuwa kwa kazi ngumu sana. Kwa quality tuna deserve kuwepo, kwa sababu ukiangalia Liverpool form yake, Manchester wenyewe kupita hata msimu ulikuwa uwezi kudhania kama Manchester atakuja kutupita kwa point. Yani alikuwa ibida awe nyuma yetu, lakini mpaka sasa hivi katupita.
Liverpool mwenyewe ni tiamaji sasa hivi aeleweki. Aston Villa naisa na drop sana point. Huyo ndo watatupa mwanya wa siku penya pale. Ndio ana drop point, lakini si pia tuna drop point. Yaani kwenye timu mbili ambazo bitu tuchukue point. Kwa mfano kwa Newcastle, the way alivyokuwa ameanzisha kikosi chako kwa kupumzisha wale big fish wake katika eneo la midfield, hata kwa eneo la ushambuliaji, ilibidi tushinde ile game, lakini tulishindwa kucapitalize, wakaondoka na pointi 3. Tulipoteza hapo dhidi ya Everton. Hata kama tungekuwa na mechi mbaya basi tungepata sare, lakini tumepoteza kwa margin kubwa sana ya magoli. Sasa huwezi kujua kwamba hii situation itaendelea baada international break, ama baada international break tutakuja na kitu kingine cha kuprove. Kwa kujua kwamba tuna deserve kwa nini tutaenda au tuendi, na sisi tusubiri international break kwanza tuone timu inarudije, inarudi na hali gani. Ikirudi na hali kama hii itakuwa ni ngumu, na sisi itakuwa ni msimu mbaya sana kama ule msimu ambao Lampard alichukua Chelsea. Messi baada ya Graham Potter ile alikuja kuchukua kama interim kumalizia msimu. Tunaweza tukawa na msimu wa hivyo msimu. Kwa tusubiri hapo hapo, tusubiri kwanza international break tuangalie timu inarudi kwenye hali gani. Mabosi atafanya nini, kocha atafanya nini, na wachezaji watakuja kufanya nini. Hicho ndio kitu cha msingi sana, tusubiri hapo. Lakini kama ni hali hii itakuwa ni ngumu sana. Okay. Bwana Hafizi Mnacho, ulipotea kidogo hewani kwa muda, lakini tumerudi tena, na kuna kitu taunganisha na kile ambacho kilibakia pale ambapo ulikuwa unaendelea. Utajumlisha na makosa mengi ya mchezaji mmoja kimfumo. Unafikiri ni mfumo unaosababisha au ni wachezaji wenyewe wanakosea? Amesema hapa Amani Mustafa kuhusu mchezaji kama Philip Jorgensen, lakini kuna watu kama akina Enzo Fernandez, Garnacho na wengine wanafanya makosa, bila kumsahau bwana mdogo Mamadou Sarr ambaye pia alifanya makosa kwenye mechi ya PSG. Unafikiri ni issue ya kimfumo au kuna tatizo lingine ambalo linasababisha hao wachezaji washindwe kuwa na muendelezo ule ambao tunakuwa tunauona pale ambapo wanakuwa kwenye ubora wao? Nafikiri hili swali litajibiwa nikiendelea kuzungumzia yale maeneo matatu ambayo nilianza nayo. Kwa hiyo kwenye upande wa build up phase nafikiri huenda nitakuwa nimemaliza. Tukisogea kwenye eneo la katikati ambalo ni progression phase ama progression area, kwenye eneo kubwa ambalo binafsi huwa ndo naita ndo wimbo wa timu ama moyo wa timu huwa unakuwa pale. Yani maamuzi yote ya nini kifanyike, timu iendeje, na namna gani ambavyo tunaweza kumdhibiti mpinzani, nafikiri huwa mimi ndo ninalitema eneo langu, na ndo maana linaitwa eneo la kiungo, kwa sababu kiungo kikikosekana kwenye chakula, kuna namna fulani chakula kinakuwa hakijakamilika. Kwa hiyo eneo lile nafikiri ni eneo muhimu sana. Kwenye lile eneo nafikiri mwalimu alipofika baada ya kuanza kuimplement issue yake ya double pivot, nafikiri alimintroduce Andre Santos ambaye alikuwa hapati game time sana chini ya Enzo Maresca, ambaye alifanya partnership na Moises Caicedo, huku akiamua kuvunja wing moja, na mara nyingi alikuwa anavunja wing aidha ya kulia ama ya kushoto, japo mara nyingi sana tumeona akivunja wing ya kulia ambayo Pedro Neto alihamishwa upande wa kushoto, alafu Enzo Fernandez akaweza kusogea kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo kuna namna fulani naona kwenye lile eneo makosa yamekuwa mengi kutokana na distance ambayo pia narudi pale distance ambayo inakuwa inapatikana kwenye mistari yote mitatu. Unakuta labda Caicedo amereceive mpira, akigeuka kuna zile third man runs, kuna zile pasi fulani ambazo zinahitajika kufanyika, hazioni. Hana option pembeni, hana option ya kupiga back pass, hana option ya kupiga progressive ball kwenda kwenye mstari wa mwisho. Kwa hiyo kuna namna wachezaji sijui wanakuwa ndo namna ambavyo mfumo umekuwa umewaseta ama namna gani. Kwa hiyo tunakuwa tuna possession bila malengo, yani ndo maana unaona back pass nyingi. Ukizingatia mchezo kama wa PSG ule wa kwanza, Jorgensen mwanzo alianza vizuri kabisa, na nafikiri kitu ambacho kilinishangaza ni namna ambavyo maelekezo ya mwalimu ilikuwa ni goalkeeper kuwa na touches nyingi kuliko playmaker. Kwa maana ya Jorgensen alikuwa na touches za kutosha kuliko namna ambavyo Palma alikuwa ametouch ule mpira.
Kwa hiyo nafikiri kwa namna moja ama nyingine kuna namna fulani inakuwa inatuweka kwenye wakati mgumu kabisa. Nikizungumzia eneo la mwisho ambalo ni eneo la finishing area ama eneo la final third ambalo wanasimama kina Joao Pedro Neto, tumekuwa na ups and downs ambazo zinawaweka Estevao Willian nje ndani mara nyingi kutokana na changamoto za injuries. Palma hajawa na wakati mzuri kwenye kipindi hiki, ila nafikiri ni kutokana na namna ambavyo timu na yenyewe ari imeshuka. Kwa hiyo ukizingatia namna ambavyo timu inakuwa set kuanzia mwanzo na eneo la kiungo ambalo ndo upishi unaanzia hapa, nafikiri kuna namna fulani hata finishing area itaonekana haifanyi chochote, kwa sababu kama wapishi wote wanashindwa kufanya kitu ama kupossess ule mpira kwenye namna ambayo inaweza ikainufaisha timu, kwa namna moja ama nyingine lazima tutaona kwamba Joao Pedro hana anachokifanya. Utaona labda utaona Palma haonekani, kwa sababu ukimzingatia Palma ni kama mchezaji ambaye ni mzuri sana pindi ambapo timu inakuwa na mpira kuliko ambavyo timu haina mpira. Kwa hiyo nafikiri ukizingatia kwa namna ambavyo mwalimu ameua wing kwa mfano ya kulia, alafu anaamua sasa kuishi na upande mmoja, ule upande unakuta Malo Gusto akipanda, viungo tunao wawili, ila kwa namna ambavyo timu ilivyo mwalimu anatoa maelekezo kwamba kiungo atumbukie kwenye nafasi ya katikati. Alafu ukizingatia timu pinzani mara nyingi kiungo akitumbukia kwenye katikati ya mabeki wawili wakati wapinzani mara nyingi unakuta wingers wanakuwa ni watu ambao wanakuwa na characteristic ya speed. Kwa hiyo automatically hapo majibu lazima uyapate. Ndio kile ambacho kilimkuta Mamadou Sarr, tuliona kilichomkuta, tuliona kwenye goli la Victor Kvaratskhelia ile dhidi ya Mamadou Sarr. Kwa hiyo nafikiri kwa hiyo unaona ni namna gani ambavyo inakuwa inaleta changamoto, kwa sababu nimezungumzia hapo uwepo wa Cole Palmer ndani ya kiwanja. Kuna namna fulani anakuwa kama abiria uwanjani pindi ambapo timu inakuwa haina mpira. Ukizingatia wing ambayo anakuwa amekabidhiwa na mwalimu ni wing ya kulia, na ndio wing ambayo tunahitaji fullback aweze kupanda ili yeye invert ndani pamoja na Enzo Fernandez waweze kuweka overloads kwenye eneo la mpinzani. Kwa hiyo nafikiri baada ya wapinzani kupata mpira tunapata zile 2 against 1. Baada ya hapo lazima yatakuwa ni matatizo mengi sana. Ndio maana ukizingatia kwenye mchezo wa jana dhidi ya Everton, angalia goli la kwanza ambalo lilikuwa linamhusisha Fofana. Unaweza kumlaumu, lakini angalia ni distance gani ambayo alikuwa baina yake na kina Romeo Lavia na Moises Caicedo mpaka ule mpira unapigwa. Ni pia zingatia ni namna gani ambavyo kina Cole Palmer walikuwepo kwenye maeneo yale, ambao pale tulishapoteza mpira ilikuwa ni kama turnover zile. Kwa hiyo kuna namna unahitaji viungo waweze kuwa backup, kuna namna unahitaji timu kama ina ukaribu iweze kusaidika kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kwa namna ambavyo mwalimu anaiset team, naona kuna vitu vingi sana vimepungua. Eneo la kwanza nafikiri ndo issue ya close proximity, nimezungumzia kuanzia mwanzoni. Eneo la pili nafikiri pia kuna namna mwalimu anaweka vitu ambavyo huenda wachezaji hawaelewi wafanye nini, kwa sababu yani kila mtu saizi ukimwambia apange kikosi anakupangia kabisa ni kwamba 4 2 3, alafu then atasimama Joao Pedro kule juu, na baada ya hapo tunajua kabisa Enzo Fernandez atakuwa anatoka pembeni kuingia ndani, ama labda Cole Palmer kwenye upande wake atakuwa anatoka pembeni kuingia ndani, fullback ata overlap, tutabaki na mabeki watatu. Sio mfumo mbaya, lakini baada ya kubaki na hawa mabeki watatu timu inatakiwa ikae kwa na muundo wa namna gani? Je, kama ikitokea turnover tunaweza kufanya vipi kurudisha mpira? Nafikiri hiki kitu kimepungua, na kama watu watakuwa mashahidi kwenye zile mechi takriban 5 za mwanzoni ambazo mwalimu alikuwa amefika, tulikuwa mpira haukai zaidi ya sekunde 30 kwa mpinzani kama watu walikuwa wamezingatia. Yani tulikuwa tunaupoteza tunaupata kutokana na distance ambayo ipo baina ya wachezaji wote wachezaji kwenye phase zote tatu. Kwa hiyo nafikiri hiki ni kitu ambacho
kimekuwa kinatukosti kwa namna kubwa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo nikirudi kwenye swali lako juu ya kwamba makosa baina ya mchezaji na mchezaji ama kwa mchezaji mmoja mmoja yanatokana pia na hiki kitu, kwa sababu hata Chalobah hata awe nani, inahitaji individual brilliance ama awe world class player zaidi, kitu ambacho hatuna kwenye kikosi chetu, ndo aweze kusahihisha yale makosa ambayo yanapatikana baina ya distance kubwa ya mistari yote mitatu. Kwa hiyo saizi kila mchezaji ataonekana mbovu, wachezaji wataonekana hawajitumi kutokana na the way ambavyo timu imekuwa set kwenye ndani ya kiwanja. Kwa hiyo hii nafikiri ni tatizo kubwa zaidi ambalo linaweza kutuweka kwenye changamoto. Ila nafikiri nikirudi kwenye swali lako la mwanzo juu ya kwamba uelekeo wetu kwamba una mwanga, na sioni binafsi kama mwanga utakuwepo, unless otherwise sijui itatokea miujiza gani ama mpira tu uamue kufanya the way ambavyo mpira unakuwaga unayafanya, kwa sababu nimeangalia mechi dhidi ya PSG zote mbili na naona kabisa matatizo ni yale makosa yanaongezeka siku baada ya siku. Mchezo dhidi ya Newcastle nafikiri makosa yanaongezeka kila siku. Angalia Tino Livramento alipotoka, angalia the way anavyoingia ndani, anavyopiga ile pasi, move ambayo anaifanya third man Anthony Gordon, angalia ameondoka na nani. Unaona kabisa tatizo linaanzia kuanzia mbele, pressure ni ndogo kutokea kwenye mstari wetu wa juu, katikati matatizo yale, eneo la mwisho ambalo ndo linaonekana linatupiwa mzigo mkubwa, watu wanashindwa kuwaza watu wa mbele yao, mistari ya mbele yao imefanya nini, ndo linaonekana lazima litakuwa na matatizo, kwa sababu yani hata ukiwekwa wewe kwenye ile eneo la backline pale nyuma, lazima kutakuwa pressure ikishazidi, kwa sababu unajua baada ya mimi kinachofuata ni nini, tofauti na midfielder, tofauti na striker ama winger akiwa ameshindwa kukaba kule juu. Kwa hiyo automatically pressure kwenye backline inakuwa ni kubwa zaidi ya mistari miwili ya mbele ambayo inakuwa mbele yao. Kwa hiyo ukirudi tena mchezo dhidi ya Everton jana, mwangalia Dewsbury anazurura maeneo yote ya kiwanja zifu. Hatuna viungo, hatuna wingers wa kufanya tracking back, hatuna watu ambao wana uwezo wa kuwasaidia mafullback wetu kuifanya ile kazi. Kwa hiyo saizi hatuwezi kuzungumza juu ya ubora wa Marco Correa tena. Zile panda shuka za Malo Gusto ambazo alikuwa anasifika nazo huwezi kuziona tena. Saizi huwezi kupata ubora wa Cole Palmer vile ambavyo ulikuwa unapatikana. Saizi pia hata huyo Joao Pedro kuna namna saizi sioni tena kama atakuja kutana hapo kutokea pale ambapo alikuwa ameanza kuonyesha vitu fulani. Kwa hiyo nafikiri changamoto kubwa ni namna ambavyo timu inakuwa imesetiwa, na mwalimu anaonekana kutake note kila mchezo, na sijui atakuwa anaandika nini, kwa sababu kinachotakiwa note mara nyingi huwa ni makosa, yani nini kiboreshwe kwenye mfumo na timu kiujumla. Kwa hiyo tukitolea mfano mwepesi wa klabu nyingine ambazo wanakuwa wameanza kuimplement baadhi ya vitu, mimi naweza nikawatolea mfano Liverpool ambao walisajili fullbacks ambao sio wazuri sana kwenye kukaa tu nyuma, ni wazuri kwenye kuoverlap, Jeremy Frimpong pamoja na mwenzie Keke. Saizi unaona hata wakiondoa wingers, watu wana overlap, viungo wao wa katikati ile diamond shape wana switch pembeni, kitu ambacho hakifanyiki ndani ya Chelsea aliyakuwa tumeua flank moja. Kwa hiyo lazima matatizo yataendelea kama mfumo utakuwa unaendelea hivi, kwa sababu ni kama kocha ameshindwa kugundua yani sifa za wachezaji wake ndani ya kikosi. Ni kushukuru sana Hafiz Mnacho. Nikirudi kwako Amani Mustafa, unafikiri pressure anayokutana nayo mwalimu kocha Liam Rosenior anaimudu au kuna namna pia inaweza kawa inampalia, hasa kwa klabu kubwa kama Chelsea ambayo tayari tumeshazoea baadhi ya vitu, licha ya kwamba hizo changamoto za walimu wengi wamekutana nazo kipindi hiki cha uongozi wa hawa Bruco ambao wapo, lakini kuna namna kama Enzo Maresca yeye aliweza kuimudu pressure na win ile dressing room. Kwa Liam, nini ambacho kinamsibu, na kama pressure ipo kwake afanye nini ili kuondoa hii pressure ambayo anakutana nayo?
Kwa Liam Rosenia, kwanza kabisa naweza ngasema pressure ni kubwa sana kwake. Kwanza kabisa experience matters most. Experience yake ni ndogo kwenye big stage kama hii, na kumanage club kama Chelsea yenye pressure kubwa, it's very tough. Kwa hiyo kwa Liam, kitu cha kwanza kabisa experience ambayo ndio inamyumbisha, na kuja kukutana na hii pressure basi ndio inampeleka vibaya mno. Ukiangalia sehemu alizopita na sehemu ambayo yupo sasa, kwa namna anavyoongea anajiamini na kwa kile anachokifanya, lakini uwezo wake bado ni mdogo sana kuweza kumanage klabu kama Chelsea. Na kiuhalisia niseme tu kwamba sio klabu ya level yake, na ukiangalia hichi kilichofanyika sasa hivi ni kile kilichofanyika kwa Graham Potter. Ni kama tumefanya switching tu, kwamba tumeamua kuleta Graham Potter mwingine, Graham Potter O2, tulimuondoa Graham Potter O1. Na tangu mwanzo kabisa nilishawahi kusema kwamba mimi simuamini sana wa makocha wa Kiingereza kwa sababu ya mentality zao, lakini pia huwa wanaga uwezo mkubwa sana kumanage hizi top team na kuweza kuzipa mafanikio. Ukiangalia kwenye rekodi hakuna Mwingereza yoyote ambaye amewahi kushinda ligi kuu ya Uingereza. Kwa hiyo kwa Liam pia nako inakuwa ni changamoto kubwa sana kuweza kusema kwamba anaweza kumanage hizi pressure zote na akaweza kutufikisha sehemu fulani. Kwa hiyo day one nilisema kwamba pressure is too big kwa club kama Chelsea kumanage wachezaji kama wale, especially wachezaji wadogo ambao wanahitaji kuelekezwa vitu vingi sana. Kwa hiyo kiuhalisia tu niseme hichi kiatu ni kikubwa sana kukivaa kocha Liam Rosenia. And of course siwezi kumlaumu sana kwa sababu ni upuuzi wa jamaa ambao wameamua kufanya hivyo, na yeye pia yupo kwenye kipindi ambacho anatengeneza CV yake kwa ajili ya kuweza kumanage vilabu vingine hapo baadaye. Lakini Chelsea kwa Liam Rosenia tutaongea vitu vingi sana. Leo ni mwezi wa 3 unaenda wa 4, lakini clear structure bado haijaeleweka, ni anataka timu yake icheze vipi. Anasema tu mdomoni I want aggressive team, hiyo aggressive hiyo inashambulia kwa speed, lakini hivyo vitu uvioni, transition iko slow, kuweza kufanya ile marking man to man, kuonyesha ile kweli physicality ambayo yeye anaitaka haionekani. Kwa hiyo ni pressure kubwa sana kwa Liam kuweza kumanage club kama Chelsea. Okay, Simon. Naam. Unafikiri hiki kinachoendelea kuelekea mwishoni mwa msimu, kama hatutoweza kufanya vizuri kutinga top 4 kushiriki michuano ya UEFA, wale key player ambao wapo, Enzo Fernandez, Cole Palmer, Marc Claire, ambao kidogo wana ule ubora, tunataka tukawapoteza? Definitely, kwa sababu ukisikata interview ya Enzo baada ya game ya PSG na kuonesha kama ni mtu ambaye ile commitment yake ya kukaa pale Chelsea ni kama ameanza kuidondosha hivi. Kwa timu ambazo zikija ambazo zina mwelekeo sahihi ambao anaona yeye zitamfaa, anaweza akaomba kuondoka vizuri. Hawajazaliwa kucheza pale Chelsea peke yao, japo wamejicommit muda mrefu katika kimkataba, lakini haishindikani kuondoka. Kama mchezaji wa academy anaondoka, Sembuse yule ananunuliwa tu, dauli nafika anaondoka. Tunaweza kupoteza kama timu isipoeleweka, wasipoona ile identity ya timu ambayo kile wanasajili walikuwa wanaambiwa kwamba bana timu yetu itakuwa 1 2 3 na tutarajia mpaka muda fulani tutaanza kuachieve 1 2 3. Ukaona kama watu zinarudi nyuma tu kila siku, wanaweza kaondoka, watahisi kama wamesalitiwa katika makubaliano yao mwanzoni. Unaona James amejicommit pale miaka mingine ya kuendelea kukaa, lakini pia hii haigarantii kwamba ndo atastay pale. Hapana, kama akifeel kwamba dream zake zinaenda off the road, anaweza kaamua kaopt kwenda kutafuta nani yake, akaenda kutafuta malisho mengine. Kwa ni issue tu ya uongozi, na nahisi yani kwa nasoma andiko moja wanadai kwamba director of football ambaye yuko pale Chelsea ni mtu ambaye hana experience yoyote. Najua alimtoa wapi? Nahisi walimtoa kama sio Brighton, sijui. Nahisi alikuja yeye na CEO sijui kutoka Brighton. Walikuwa dai kwamba ni mtu ambaye hana experience yoyote.
yani katika big club na big stage, yani hajawahi yani ukitoa ile Beton kupata ile identity tu ya kucheza the way anavyocheza vile, ambao pia unahisi kwamba alikuwa na backup kubwa ya watu ambao walikuwa wanaifanya, yeye alikuwa kama ni kiongozi tu, lakini hana nani yoyote, yani ana experience yoyote ambayo amesucceed hiyo plan yake katika klabu fulani, hana. Yani ni kama wameenda kumchomoa tu mtu ambaye ni Boshen, wakati kiini chenyewe ambacho kinaendesha ile Beton vimebaki pale hivi. Wakaenda wakachukua tu ile mzigo, wakati nuclear yenyewe mitochondria wameziacha pale, wamechukua tu ile nani ya cover la juu. Nasema kwamba huyu ndo anaongoza kufanya bad decisions katika ku recruit asasa makocha, kwa sababu uwezi kumlaumu Liam kuchukua ile nafasi. Hata mimi ningekuja kwa nani, wakija kuna report na kubali, kwa sababu mwisho siku nataka hela, nataka kuonekana kwenye big stage. Ile Chelsea ambapo ilikuwa shafika, ushakuwa na Enzo Maresca, watu washaonja utamu wa conference, washaonja utamu wa nani, inabidi ilije jina ambalo hata likiongea akiwa anaongea na Enzo, bana Enzo sikiliza, wewe hapa ni 1 2 3, sawa, ulikuwa na Maresca, ulikuwa na nini, lakini mimi hapo unavyoniona hapa hivi nimeshinda 1 2 3 na njeza kushinda ni 1 2 3. Pia hajashinda kitu chochote zaidi tu kuonekana kwamba PSG inafanya vizuri, kitu ambacho Graham Potter alikuwa anafanya kule. Hata nao sema nani Filipe Luis angekuja, ndio tuliona ana identity yake ya mpira wa Flamingo, lakini ataweza kuwin dressing room? Yaani wachezaji watacheza kwa ajili ya kocha? Ndio kitu ambacho cha kwanza kujiuliza hapo. Sasa hivi ule mjadala ambao Moises Caicedo alikuwa anacheza mpaka tunamwingiza na Declan Rice, sasa hivi haupo tena. Tunamuona kama sasa hivi ameanza kuonekana kama mid. Yaani sasa hivi hata game ikiisha usikie watu kusema Moises Caicedo alikuwa zimekuwa uwanja mzima. Moises Caicedo, usikie hizo habari sasa hivi. Usikie habari hizi za Kolpama sija na akili ya mpira siji nini, usikie. Zaidi sana wachezaji wenyewe kulaumiana tu. Yani jana ulikuwa unaona nahisi pasi bidi Pedro Neto ampe Palma, afu baadaye akadelay ile pasi akarudisha nyuma kwa Palma, anafoka tu ana scream mle uwanjani. Sasa vitu kama hivyo ni ngumu sana timu kusucceed. Ile ni ibidi iwe timu kwa ajili ya kunani ya kuwafunga timu nyingine, sio mchezaji mmoja tena. Kocha anashindwa kuelewa strength na weakness za wachezaji. Ukisha kuwa na Palma, unajua kabisa kwamba timu ikiwa haina mpira, ni pale hauna mkabaji, lakini timu ikiwa na mpira, namna gani ya kumchezesha Palma kusudi awe comfortable kufanya maamuzi vizuri, pia hiyo pia hana. Palma ni mtu ambaye inabidi asifanyiwe man marking, inabidi kama mpira upo timu itafute namna ya kumisolate, yani akate na mpira hata sekunde 2 afikirie mpira unaenda wapi. Tumeangalia kipindi cha Pochettino, yana kwa anamtumia Gallagher kwanza kuwafuruga watu wote, afu Palma anabaki peke yake, anafanya maamuzi aidha kama kutoa pasi ama kufanya nini. Alimaliza msimu na numbers nzuri sana. Hata kipindi cha Maresca ulikuwa unaona kabisa kwamba timu ikipata mpira ni Marogusa anakimbia. Kwa mfano ile game ya PSG, Marogusa anakimbia, akishakimbia lazima beki itamfuata, kwa Palma anabaki hapa kwenye half space anafanya maamuzi. Lakini tumeona game zilizofuata hizi, ile kocha kumndogo mbele ile game ilifeli kwa sababu Palma alikuwa na nafasi kubwa, akamletea Joao Neves akawa anafanya man marking. Kocha hajafikiria hata hilo kwamba bana Palma anafanyia man marking ambayo ndo creator wetu kwenye hii timu. Way out ni nini? Game ya kwanza kafanya hivyo, game ya pili kaja kufanya hivyo. Kocha hata hajaja na ile jibu kwamba nifanye nini. Anajisondeka tu mle ambako tulifeli. Kwa ni kocha kujua, yani kutokujua strength na weakness za wachezaji wake. Ushajua bana James akicheza kama right back ndio anaweza kanani, lakini sio favorite kwake. Yani akienda panda shuka 2 3 lazima utamkuta kwa majeruhi. Enzo Maresca ashai kuelezea kitu kabisa kwamba anacheza James sio kwamba sio right back mzuri, hapana. Anajaribu kumanage kwa sababu ile panda shuka za right back James kwa sasa hivi haziwezi bado. Hajawa na hiyo physicality ya kuziweza. Tumeona kajaribu si mechi ngapi tu hapo hivi, sasa hivi James majeruhi. Baada ya kumtoa ile game ya PSG, baada ya kumtoa
kwenye eneo la kiungo kumleta kwenye right back huko. Hata kama anacheza right back huko, Enzo Maresca alikuwa anacheza right back, lakini ulikuwa umkuti hapandi. Alikuwa kwenye ule tatu wa mwisho ambao unabaki, unakuta James yuko pale. Kwa hiyo alikuwa na maeneo kabisa ya kukimbilia. Kwa hiyo ameshinda kumanage James, ameenda majeruhi. Japo uweze kumlaumu sana, kwa sababu ni nature tu ya James, ni injury pro. Lakini pia kuna namna pia ibidi kocha umuelewe mchezaji wako namna kumanage. Namna kuwachezesha Lavia, Caicedo na Enzo pale katikati. Kwanza Lavia na Enzo kuna namna kama ni wazito. Yaani ukisha kwa nao kwenye kiungo wote wawili. Yaani kuna namna tu ibidi tu Cole Palmer aingie katikati kwa kama namba 10 kusaidiana nani, alafu beki moja nani au anafanya overlap, lakini hicho kitu hakifanyiki. Kwa hiyo unakuta Cole Palmer muda mwingi yuko pembeni ya uwanja. Kisha kwa pembeni ya uwanja Lavia, Enzo, Caicedo, yani timu inakuwa ni ngumu, yani timu inakuwa ni nzito sana katikati ya uwanja. Kwa bado sio watu tuangalie mwisho wa siku tukitoka international break watakuja na nani gani, watakuja na approach gani, au na kitu gani kitu ambacho kinaweza katupa matumaini. Ila uongozi kabla yote inabidi ujitathmini, kwa sababu Graham Potter, Lampard, Pochettino, akarudi na Lampard Pochettino, akaja Enzo Maresca. Sasa hivi tena tunalia timu bado iko vile vile. Kuna namna lazima hao wote hawana matatizo. Either wanao recruit hapo uongozi na matatizo. Yep. Okay, kwa kumalizia ni anze na Hafiz Mnacho, baadaye tamaliza na Amani. Nini kuondoka hapa ambako tupo kwa sasa hivi? Nini ambacho mwalimu akifanya? International break inakuja. Sasa hivi anatakiwa kufanyia kazi maeneo gani ili tuweze kurudi kwenye ile mbio zile ambazo tulikuwa tumezizoea? Tuanze na Hafiz Mnacho, alafu Amani Mustafa pia utafuatia kwenye hilo pia. Nafikiri kuweza kutusaidia kutoka kwenye hapa ambapo tulipo, nafikiri issue ni ipo kwenye dressing room peke yake. Ndio sehemu pekee ambayo mwalimu anaweza kuifanya kwanza area ya wachezaji karudi, alafu pili vile ambavyo anavyoweza kuviweka kwenye kiwanja cha mazoezi viweze kuwa transformed kuelekea kwenye mechi. Kwa hiyo nafikiri hiki ndio kitu pekee ambacho kinaweza kuturudisha, kwa sababu nikiangalia timu yetu naona ina kila sababu na kila silaha ambayo inaweza kutuweka sehemu ambayo tunatakiwa kuwepo, kwa maana ya nafasi 4 za juu, kuzingatia wapinzani wetu nao wanaonekana kusuasua kutokana na aina ya mpira wao ambao wanaocheza. Kwa hiyo nafikiri mwalimu Liam Roseni ana nafasi pekee ambayo anaweza kuiweka kufanya kurudisha timu ya Chelsea ikawa kwenye ule mpambano ambao ipo, ni kuanzia kwenye dressing room. Kwanza uelewano baina ya wachezaji, kwa sababu kumekuwa kuna chokochoko nyingi. Mara zimezuka story ya kwamba Palmer na Neto hawapeani pasi, yani ni vitu fulani ambavyo ni vya ajabu, kitu ambacho hakileti unity kwenye timu kama timu. Kwa hiyo tumeona masakata Enzo Fernandez ambavyo anakuwa anakasirika na namna ambavyo akiojua anakuwa anajibu. Kwa hiyo issue ipo kuanzia kwenye dressing room ambayo ndo inakuwa ina reflect vitu ambavyo vipo vichwani mwa wachezaji. Kwa hiyo ukiwin dressing room tukaupata ule utulivu, tunaweza kuweza huu mfumo ambao tuenda tunaulaumu kwamba hauleti vitu fulani, inawezekana wachezaji wanajisahau kutokana na temperature ambayo tayari ipo ndani ya klabu yetu. Kwa hiyo hata ukirudi ukizingatia makocha ambao wanaonekana kuwa bora zaidi duniani, muangalie Jurgen Klopp, muangalie Pep Guardiola, unaona kabisa ni namna gani ambavyo wana win dressing room kabla vingine vyote. Na ndio maana kuna kipindi Klopp alikuwa akiojua anaweza akasema baada ya dina Salah ndo anakuwa anatoa vyombo vya wachezaji wote pale mezani, na unapata picha ni namna gani ambavyo tayari nidhamu ndani ya dressing room tayari ipo, kwamba Salah ni mchezaji wao mkubwa na nitegemezi, namba alizonazo na vitu ambavyo
tayari amevifanya kwa Liverpool, lakini anakuwa na act mdogo zaidi kuliko wachezaji wengine wote. Kwa hiyo nidhamu ya mtindo ule ndo tunahitaji Chelsea kwa sasa, kama tunahitaji kuelekea pale ambapo tunatakiwa kuelekea, ila vinginevyo sioni kama kuna nafasi. Zaidi ya yote tumalize msimu, tuone mabosi watajitathmini vipi, aidha wanaweza kujirekebisha ama kurudi na hizi scenario, kwa sababu sioni kama kuna kochi mkubwa wa daraja la juu atakubali kupata hiki kibarua. Zaidi ya yote anaweza akatolewa Liam Rosenia, tukampata Gary O'Neil ambaye alifeli Wolves almanusura kuishusha daraja. Kwa hiyo mambo yanaweza kuendelea kuwa yale yale ambayo yanaendelea hivi sasa. Amani Mustafa, wewe kwa upande wako unafikiri tunatakiwa kufanya nini ili tutoke hapa ambako tupo? Kwanza kabisa anatakuwa ajue kwa tuna mechi 6 tu za kuweza kupambana kucheza Champions League msimu ujao. Kwa hiyo kitu anavyotakiwa kufanya, kuna muda hauhitaji tactical play nyingi sana kama alivyosema tunacho. Kitu cha kwanza anachotakiwa kufanya Liam Rosenia ni kuwin dressing room yake, kuwin mentality ya wachezaji. Unajua ukiangalia timu mfano Real Madrid mara zote wakipataga manager ambaye anaweza kuwin mentality ya wachezaji, hawahitaji tactical play nyingi sana ili kuweza kushinda mechi. Just win them their mentality. Baada ya hapo utafanikiwa. Ndio kitu ambacho Alonso alifeli akafukuzwa na akaweza kukiwini Abelona mpaka sasa hivi wanafanya vizuri. Kwa hiyo kwa hizi mechi zilizobaki hatuhitaji tactical play nyingi sana kutoka kwa kocha. Tunataka tukua team fulani ambayo iko straight, lakini awini mentality ya wachezaji, awawini idea zao na pia expectation zao azipandishe ziweze kuwa juu ili waweze kuwini hizi game, kwa sababu mpaka tulipofikia sasa hivi yani tuko dhaifu hali. Hizi tactical switch leo tufanye hivi tutoboa kwenye hizi mechi ili kuweza kufuzu kucheza UEFA Champions League. Kwa hiyo awini mentality ya wachezaji. Kisha wini mentality ya wachezaji, matokeo yatakuja. Hizi tactical switches zitakuwa kidogo sana ambazo yatakuwa zifanye, lakini mwisho wa siku akisha wini mentality ya wachezaji we can do it. Ukiangalia vizuri kwenye msimu ambao tunaenda kufuzu Champions League hapa kocha alikuwa ni Enzo Maresca. Yes, aliweza tu kutengeneza ile hali ya kujiamini kwa wachezaji. Lakini pia ukiangalia kabla ya Enzo Maresca ule msimu ambao Mauricio Pochettino mpaka tunakuja kucheza Conference League, aliwini mentality ya wachezaji. Tulikuwa sio kwamba ni wazuri hivyo, tulikuwa tunaweza kushambulia sana, tunaweza hata kukaba, yani ilikuwa ni kama mpira wa basket, lakini aliwini mentality na mwisho siku tukafika pale kucheza Conference lakini pia kwa Enzo Maresca tukawini, tukafikia hatua ya kucheza UEFA Champions League. Kwa ni just mentality, mengine yote hayo ni extra. Kwa sasa anahitaji ya win mentality ya wachezaji, awapandishe morali yao tena iwe upya, na hizi mechi 6 ambazo ziko mbele yetu of course ni ngumu sana. Kwa hiyo tukiwa vizuri kwenye mentality tutaweza kushinda, na mechi dhidi ya Manchester United, na mechi dhidi ya Manchester City, na mechi dhidi ya Tottenham, na mechi dhidi ya Sunderland, na mechi dhidi ya Liverpool. You can see hizi mechi zilivyo ngumu. Kwa hiyo mentality ndio kitu cha kwanza, hayo mengine yote ni extra tu. Kwenye michezo ambayo umeizungumzia hapo, tuna mechi dhidi ya Liverpool, tuna mechi dhidi ya Manchester United ambayo Liverpool anatuzidi alama 1 akiwa na alama 49, lakini Man United ana alama 55, ametuzidi karibia alama 6. Unafikiri kushinda hizi mechi mbili inaweza katupelekea kuitafuta top 4 au kuwapunguza kasi hawa ambao wako mbele yetu? Naweza kusema mechi za muhimu zaidi ambazo pengine zinaweza zikatufanya ikawa advantage kwetu na kuweza kupunguza kasi ni hizi mbili zinazofuatana, kwa maana ya Manchester City ya tarehe 12 Aprili na tarehe 18 ya Manchester United. Kwa sababu ukiangalia Manchester United ipo kwenye nafasi ya 3 na nafasi ya 3 na ya 4 ni kama bado ziko open. Nafasi ya kwanza na ya pili tayari zishachukuliwa. Kwa technically tukiwawini hawa wa hizo nafasi mbili za juu, tutakuwa kuna nafasi nzuri sana, kwa sababu baada ya game ya Manchester City tutacheza na Manchester United, katikati kutakuwa na mechi ya Brighton na Nottingham Forest ambazo kiuhalisia hizi tukipambana tunaweza tukashinda zote. Kwa hiyo kama tukishinda hizi mechi mbili za kwanza,
hii mechi ya Liverpool hata ikitokea tumedraw out tumesare, haitaweza kudetermine sana matokeo yetu ya kuweza kufuzu kwenye mashindano ya UEFA Champions League. Na ukiangalia itakuwa ni mechi ya game week ya 36, kwa hiyo ni kama mechi mbili mbele baada ya kuelekea ligi kumalizika. Kwa hiyo naweza nikasema tuna mechi ngumu mbili ambazo zinatufuata mbele, hizo ndo zinaweza zikadetermine sisi tunaweza kuwa wapi. Mimi ni washukuru sana vijana wangu, tumefanya kazi nzuri ambayo nafikiri kila mmoja atakuwa kuna kitu amekipata yule ambaye ataenda kusikiliza hiki ambacho tumekifanya. Hii ilikuwa ni roundup ya michezo ya Chelsea, hasa michezo 4 nyuma kutokea mchezo wa PSG, lakini kulikuwa na mchezo pia michezo miwili ya PSG, lakini kulikuwa na mchezo wa Newcastle hapo katikati na mchezo wa jana dhidi ya Everton. Nipate kuwashukuru sana wale wote ambao wameweza kusubscribe channel zetu ikiwepo YouTube, lakini pia kusahau page ya Darajani 1905 Instagram pamoja na Facebook. Jina langu naitwa Himidiwe Kabuje, lakini hapa nilikuwa na Hafiz Mnacho, Amani Mustafa pamoja naye Simon Barnabas ambao walikuwa wanakuletea hiki ambacho umeweza kukisikia. Endelea kutufuatilia na usiache kuwajuza na wengine au kushare na watu wengine ili waweze kutusikiliza pale ambapo tutakuwa kuja kukuletea kile ambacho tunakuletea mara zote. Bye bye na tukutane tena wakati mwingine.